Jina ni mjukuu wa bunduki, kijana huyu Kenyatta mtetezi. Nataka kuongea vitu matatu. Kwanza, chama cha ODM, watu ambao waliuliwa kwa maandamano na mambo ya kununua ticket kwa ODM. Nataka kuambia Mheshimiwa Prime Minister Odinga, chama chako inaingizwa kwa matope. Na kuna watu ambao wamekuzunguka kwa ajili ya maslahi ya tumbo zao. Wanatumia chama cha ODM kuibia wananchi. Wanatumia chama cha ODM kwa laghai. Mmoja wao ni Junet Mohamed. Wa pili ni Gladys Wanga. Ya kwamba hao watu wanazunguka Raila Odinga kuchafua jina ya chama cha ODM kwa manufaa yao binafsi. Sitaona haya kusema kitu kama hiyo. Ya kwamba ODM yuko kwa serikali. Tangu waingie kwa serikali, ni faida gani watu wamepata kama common mwananchi kule Luo Nyanza? Hakuna. Cha ajabu, kule Homa Bay kuna masuala ya kujenga nyumba ya bei nafuu ambayo Kasim ya Junet ndiye amepewa. Namba 2, ODM watu ambao wanazunguka Raila Odinga wanaibia wananchi, wanalaghai wananchi, kisha wanajificha nyuma ya Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka kuuliza Mheshimiwa Raila Odinga, until when watu wataibwa kwa ground, hawapati maendeleo, na wanasema kwamba sisi tuko na Raila Odinga, hata mfanye nini tutapewa tiketi? ODM inaingizwa kwa matope, na Raila usipochunga utabaki peke yako kwa ODM, kwa sababu wananchi watakutoroka kwa sababu wamechoka na mambo ya watu kuwalaghaiwa kwa constituency na kwa county zao. ODM. Jambo la pili, nataka kuambia Mheshimiwa Raila Odinga, katika kwenye wakati huu ama karne huu, hakuna mtu atalazimishwa na mgombeaji wa ODM. Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna mtu atakubali ya kwamba tiketi ya ODM inahusiwa wachache ambao wako na pesa, kisha wananchi walazimishiwe na viongozi yenye wataki. Raila Odinga, utabaki peke yako na chama chako cha ODM. Kama utatoa hawa waizi, hawa walaghai kama Junet, kama Gladys Wanga kwa maslahi yao binafsi. Gladys Wanga anatumia ODM kupea marafiki zake kazi. Wanga anatumia ODM, tuliona juzi bwana yake George Wanga amepewa kazi na Ruto. Kwani hakuna watu Homa Bay ambao anaweza kupewa hiyo kazi? Ndio maana tunasema kwamba ODM inasungukwa na waizi ambao wanaingiza ODM kwa matope. Hii chama ni chama ya wananchi. Hii chama sio chama ya walaghai. ODM ni chama ya wananchi. Bila wananchi ODM haingefika miaka 20. Lakini ODM inapotea, inaingizwa kwa matope, na Raila ananyamaza kwa sababu wanaiba, wanaletea Raila Odinga pesa. Watu ambao wameuliwa, mambo ya tatu. Watu wameuliwa kwa maandamano. Ninauliza Mheshimiwa Raila Odinga, ninauliza Mheshimiwa John Mbadi, ninauliza Junet Mohamed, ninauliza Samuel Atandi, ninauliza Gladys Wanga, James Orengo akisungumuza ya kwamba wale vijana waliouliwa katika kwenye maandamano ya Raila Odinga walipwe fidia. Samuel Atandi anasema ya kwamba James Orengo afanyi kazi. Ninauliza Elisha Odhiambo, mbunge wa Gem, James Bob Orengo akisema kwamba wale vijana waliouliwa kwenye maandamano ya Raila Odinga ambao waliuliwa na serikali ya Ruto walipwe kwanza fidia ndio tuende kwa serikali. Mnasema James Bob Orengo anafaa kushughulikia mambo ya county government. Na yale James Bob Orengo anasema ukweli. Vijana wameuliwa kwa maandamano ya Raila Odinga, hawajalipwa. Lakini Raila, Junet Mohamed, Gladys Wanga, Samuel Atandi, James Wandai, John Mbadi wanatuambia tu support serikali ya Kenya kwanza. Wakati vijana waliuliwa kabila zote hapa Kenya kwa ajili ya maandamano ya Raila Odinga, ni siku gani hao vijana watapata haki yao? Hiyo tu sana nauliza. Lazima turekebishane. Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nakuomba, mimi ni mtoto, mimi ni mjukuu wako. Nakuomba, ni siku gani hao vijana watapata haki yao? Ama ODM chama cha wakora
Hao wakora wakishaingia kwa serikali wanaibia watu, kisha wana blackmail wananchi. So wananchi wanakuwa tools ya ODM. Nauliza Mheshimiwa Raila Odinga, hawa vijana ambao wameuliwa kwa maandamano yako, wazazi wao hawajapata fidia, jamaa zao hawajapata fidia. Orengo akizungumza ati Orengo anapinga broad based government. Hakuna mtu anapinga broad based government, ila Orengo anasema vizuri wale waliouliwa kwa maandamano wapate haki yao. Ama haki yao imekulwa na kina Junet, haki yao imekulwa na kina Wanga, haki yao imekulwa na John Mbadi, haki yao imekulwa na James Wanai, haki yao imekulwa na Samuel Atandi, haki yao imekulwa na Kilogisho Odhiambo. Mimi ninauliza on behalf wale vijana waliouliwa kwa maandamano ya Mheshimiwa Raila Odinga, ni siku gani watapata haki yao na fidia watalipo siku gani? Jambo la ina ambalo namalizia, Junet Mohamed leo hii Migori kwetu, leo tarehe 1, watu wamekimbiza Junet, hawataki mambo ya Junet. Wanasema Junet anatuibia, anatupora kule Migori County. Sai Ruto anafaa kuenda Migori on Sunday. Ruto anataka blackmail na Junet. Junet ataki kupeleka Ruto zile maeneo ambayo amepora mali ya wananchi. Junet anataka kufanya Ruto akue tu kwa town, Migori town. Ataki apeleke kule maeneo ambayo amepora mali ambayo alikuwa anadanganya Ruto. Anapewa pesa ya miradi, anakula. So zile miradi zote ambazo Junet amepora, hataki Ruto ajue. So nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, Junet Mohamed anakuharibia jina Migori County, Mheshimiwa Rais. Sitaki nikudanganye, mimi ni mkazi ya Migori. Junet anakutumia na anachafua jina lako kwa sababu lengo ya Junet ni kuwalagai wananchi wa Suna East constituency. Sai wanapigana na governor. Governor anataka kupeleka kwa miradi zote uliyozindua kule Migori, Junet ataki. Ema ikiwekwa Migori Stadium, Junet ataki kwa sababu anataka vurugu. Nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, Sunday unaenda Migori kwa maombi, Monday uko Migori. But mimi nakuuliza kwa sababu information tuko nayo, Junet anatupora zile miradi zote ambayo aliomba kwako kama mbunge ya Suna East atekeleze, ijatekelezwa. Sai anakudanganya kama rais kwa hii safari ya Suna East ama safari ya Migori, ila akublackmail akupeleke mali kidogo ambao umefanya, mali kwingi ambao umekula pesa hawatakupeleka, ili ujione kwamba Junet anafanya kazi. Junet anatumia jina la Ruto vibaya kupora wananchi wa Migori. Pia Junet anaribia CV ya serikali ya William Ruto. Mimi nauliza nikisema Raila Odinga, wakati huu sio wale wakati wa kitambo ambayo bado watu wanachukua tiketi anauzia watu katika kwenye chama cha ODM kwa sababu maslahi ya binafsi. Mheshimiwa Raila Odinga, utabaki peke yako katika kwenye chama cha ODM. Sikudanganyi Mheshimiwa baba. Hii watu ambao wamekuzunguka wanapora wananchi, wanalagai wananchi, kisha wanakuja kukuficha kwako. Raila Odinga, chama cha ODM, chama cha wananchi. Usipochunga, usipoondoa Junet kwako, mtu ambaye ni mkimbizi. Junet mkimbizi wewe saidia Raila Odinga. Na Raila Odinga ameweka karibu kwa sababu anatoa huko, analeta huko kwa baba. Junet. Raila usipokataa Junet, usipokataa Gladys Wanga, mimi nakuhakikishia Raila Odinga, sisi kama vijana ODM unaenda kubaki peke yako kwa sababu sasa tumejanjaruka, tumejua haki yetu. Watu waweze nunua tiketi ya ODM na wananchi wabaki bila maendeleo. Hatutaruhusu. Junet ametuchokeza, Gladys Wanga ametuchokeza kwa sababu wana blackmail wananchi. Mheshimiwa Raila Odinga, ODM utabaki peke yako kwa sababu ODM imeingizwa kwa matope. ODM iko kwa matope kwa sababu watu walagai. Mtu kama mkimbizi kama Junet Mohamed. Langu jina ni mjukuu, mtetezi ya wanyonge. Chaguo ni lako baba. Ukichagua kutoa Junet sawa. Usipokataa ODM utabaki nyinyi wawili na Junet Mohamed na Gladys Wanga.